Sawe, mambo vipi kwanza? Kwanza karibu Mwanza tena. Asante kabisa. Tuambie hali yenu imekaaje kama wachezaji kambini, lakini pia kuelekea mchezo wenu kwa pamoja, maandalizi yenu imekaaje? Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwanza kwa kufika Mwanza salama, lakini pia kipekee nimshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutupa afya njema kiasi kikubwa. Kwa 100% naweza kusema kwamba afya zetu ziko salama, na leo tulikuwa tuna mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Mimi kwa niaba ya wachezaji wenzangu, sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba tunakuja kupata matokeo katika mchezo wetu wa kesho. Ni mchezo mgumu, tumetoka kupata matokeo ya sare katika jiji la Dodoma. Sisi lengo letu na malengo yetu ni kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Mechi ya Dodoma imekwisha, leo sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba tunakuja Mwanza kuhakikisha kwamba tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Japo tunawaheshimu Pamba, wametoka kupata matokeo mazuri ya ushindi katika uwanja wao wa nyumbani, lakini sisi tunasimamia katika malengo yetu na maelekezo ambayo walimu wametupatia. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda na kesho atuamshe salama tuweze kutimiza wajibu wetu jinsi inavyotakiwa. Hali ya hewa haiwezi kuwa changamoto kwenye mchezo wa siku ya kesho. Tunafahamu fika kwamba hali ya hewa ya mkoa mnaotoka ni tofauti na Mwanza. Tumetoka muda mrefu Ruangwa, Lindi. Kwa hiyo tumepita mikoa kadha wa kadha. Nadhani hali ya hewa ambayo tumekutana nayo Dodoma, Manyara na inaweza kufanana na Mwanza. Kwa hiyo hicho kwetu hakitakuwa kikwazo cha kuweza kufanya vizuri na kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Tuizungumzie na Mungu ya msimu huu. Msimu huu mnaonekana kuwasha moto, wengi wanasema hivyo kwa lugha ya kisasa. Kwa sasa hivi mnafanya vizuri. Ukitazama takwimu ziko vizuri. Mko nafasi ya 5 mpaka sasa. Nini hasa ambacho kimewafanya msimu huu mbadilike kutoka na kule ambako mlikuwa? Na wewe ukiwa kama mchezaji mzoefu, kwanza sajili zilizofanyika, uongozi walikawa na pamoja na benchi la ufundi kuhakikisha kwamba wanasajili wachezaji walio wazuri waweza ambao wanaweza kutimiza malengo ya klabu kwanza na ya mmoja, lakini kipekee kabisa niseme kwamba sababu kubwa ya sisi kuendelea kufanya vizuri ni kustiki katika malengo ambayo tumejiwekea kama klabu, lakini pia ni umoja, upendo na mshikamano katika timu yetu na nidhamu ya hali ya juu katika timu yetu. Naweza kusema hizo ndio silaha kwetu ambazo zimetufanya sisi tuwe na matokeo mazuri mpaka sasa. Ni ngumu kiasi gani wewe kuongoza wachezaji wako kuweza kutimiza malengo ya timu nzima ambayo mmekuwa mkipambania? Unajua uongozi ni dhamana. Kwa hiyo kwangu mimi hamna ugumu wowote, kwa sababu kwanza niseme tu kwamba ni kipindi ambacho na msimu ambao kwangu ni mzuri kuongoza klabu kama Namungo. Kwa upande wa wachezaji, kwa kweli nimepata wachezaji ambao ni wasikivu, waelewa na nidhamu, ni watu ambao kwa kweli kwangu mimi najivunia. Ndio maana kwangu imekuwa haina ugumu aina yoyote. Ndio maana kitu kinachonipa matokeo kwamba niko nao vizuri, tunaishi nao vizuri na wanafanya kile ambacho tunashauriana na ni matokeo. Kwa hiyo mimi nafurahi kwa msimu huu, kwa kweli nimekuwa na wachezaji ambao ni wasikivu, wenye nidhamu, wenye maelewano. Kwa kweli kwangu haina ugumu wote kwa kipindi hiki. Upo Namungo, kuna misimu ya nyuma ulipita kwenye timu tofauti na wewe kote kule umepita ukiwa kama nahodha. Kuna timu moja umewahi kucheza ikiwa na vijana wengi na kuna timu moja umecheza na wachezaji wengi wenye uzoefu. Ni timu gani ambayo imekupa wakati mgumu wewe kuiongoza? Yenye vijana wengi au yenye wazoefu wengi? Ni ile ambayo ina wazoefu wengi. Unajua hakuna kitu kigumu kama unaweza kuongoza mchezaji ambaye anakuwa amekuzidi kila kitu. Nikisema nikimaanisha kwamba yani kwenye mafanikio, kwenye karia kwa ujumla. Ni kwa mfano kama msimu jana juzi nikiwa na Namungo pia nilikutana na wachezaji ambao wamefanya kila kitu katika mpira, alafu mimi ni kiongozi wao. Inakuwa ni ngumu, lakini kwa kweli nawashukuru, walinipa ushirikiano mkubwa pamoja na wao kunizidi kwa kila kitu, lakini nilishirikiana nao vizuri na kuhakikisha kwamba timu inasalia katika ligi kuu. Kwa kweli ni mtihani mkubwa sana kumuongoza mtu ambaye anakuzidi kila kitu, lakini kwa neema yake Mungu niliweza, kwa mashirikiano yao pia nilifanikisha hilo. Kwa kweli nawashukuru sana. Kwa msimu huu kwenye ligi kuu hii ya Tanzania bara, lakini pia kwa misimu ambayo imewahi kupita hapa, ni kitu gani hasa ambacho umekiona kimebadilika, lakini pia kwa kweli kinakufurahisha kwa mwenendo wa ligi sasa hivi inavyoenenda? Ni ubora wa ligi na namna ambavyo sponsors wanavyokuwa wana support vilabu hiyo, na pia na wadhamini wamekuwa ni wengi, na kimaanisha kwamba wadhamini wamekuwa ni wengi kuanzia kwenye udhamini wa ligi, lakini pia wadhamini binafsi. Hiyo pia kwangu mimi naiona kwamba ndio imechangia kwa kiasi kikubwa ligi kuwa bora na shindani katika miaka ya hivi karibuni kulinganisha na miaka ya nyuma. Kwa kweli miaka ya nyuma na sasa ni vitu viwili tofauti. Ushindani ulikuwa
haupo kipindi cha nyuma, kwa sababu timu ilikuwa inashindwa kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini kwa sasa ni historia. Hakuna timu ambayo inaweza kashindwa kwenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya mechi. Hiyo kwangu mimi naiona kwamba ni muendelezo, ni picha nzuri hata ya miaka 2-3 mbele, kuhakikisha kwamba ligi yetu inakuwa bora, kwa sababu mpira ni pesa, kwa sababu watu wanaocheza mpira pia wana familia, wana malengo pia. Kwa hiyo kama hakuna watu ambao wanaweza kuwawezesha virabu kuwalipa na stahiki zao na kuhakikisha kwamba timu inasafiri kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine, inakuwa ni ngumu. Lakini kwa sasa ligi yetu hiyo ni historia. Kwa hiyo mimi ninawashukuru wale ambao wamejitokeza kwa wingi kuhakikisha kwamba wanavisupport virabu, kuhakikisha kwamba wanatoa michango yao, kuhakikisha kwamba timu inajimudu katika mahitaji muhimu ya mchezaji. Tunasema kwamba kwenye matukio au kwenye maisha ya mtu kwa kawaida huwa kuna matukio mazuri, lakini pia huwa kuna matukio ya kuhuzunisha. Kuna wakati wewe ukiwa kama mchezaji uliwahi kuwa na wakati bora. Nakumbuka kuna kipindi uliwahi kuwa stendi, uliwahi kuwafunga Yanga kwenye mechi ambayo walikuwa wanaitegemea, lakini pia ninyi mlikuwa mnahitaji. Ni furaha ambayo ilikuja kwako, nafikiri ilikuwa hivyo. Lakini pia wewe kama mchezaji, kuna wakati umewahi kujuta kuwa mchezaji? Hapana, sijawahi kujuta na wasitakuja kujuta mpaka nitakapoacha karia yangu, kwa sababu ni kipawa ambacho Mwenyezi Mungu amenipa na kama ulivyosema kwamba kwenye maisha ya mpira kuna moment nzuri na mbaya. Kwa upande wangu mimi Masawe, sitakuja kusahau hiyo moment ambayo umetoka kuieleza hapa nikiwa chama la wana Stand United. Ile mechi ilikuwa ina vitu vingi sana, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu nadhani Masawe ndo alianza kujulikana katika ile mechi ya sisi kipindi kile niko Stand pamoja na Yanga, kwa sababu Yanga alikuwa hajapoteza mchezo hata mmoja, na amekuja pale Shinyanga na tukamfunga goli moja na goli ambao nimefunga mimi. Nadhani ile moment ndio ikamtambulisha Masawe, japo nilikuwa nimeshaanza kucheza ligi kuu, lakini ile moment ndio imemtambulisha Masawe wa sasa unayemuona hapa. Lakini pia ziko moment ambazo nimezipitia kwangu ninaweza kusema siziti mbaya, bali naziita ni changamoto ambazo zimenifanya pia kuwa hapa. Ni nini hasa ambacho watu watarajie kukiona kwa Masawe, lakini pia kwa upande wa Namungo Football Club akiwa anaitumikia kwa msimu huu? Kikubwa waendelee kutarajie makubwa, kwa sababu timu yetu ni timu nzuri na tumejipanga kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya vizuri katika msimu huu. Masawe wa sasa anachokifanya ni kwanza anaiangalia timu yake Namungo, ili kuangalia Namungo inafanya vizuri zaidi, la Masawe ndo ataonekana hapo. Cha kwanza mimi najikita zaidi katika matokeo ya timu zaidi, alafu Masawe ndo ataonekana. Malengo yangu mimi ni kuhakikisha kwamba naisupport na naisaidia timu yangu kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Asante sana. Swali moja naomba nikuulize. Uwepo wa wachezaji wengi wa kigeni kwenye timu husika, kwa nini kama wachezaji wazawa unawaletea changamoto yoyote, au pengine mnapata faida zaidi kuliko changamoto? Kila kitu kina faida na hasara. Kwa hiyo faida zipo na hasara zipo pia kwa wachezaji ambao wanakuja kucheza ligi hapa Tanzania wa kigeni. Kwa hiyo wapo wanaokuja kutupa kama funzo, kuhakikisha kwamba na sisi tunaamka na kufanya vizuri zaidi, lakini kuna wapo wanaokuja hawana funzo lolote kwetu sisi. Kwa hiyo kuna mazuri na mabaya wanaotupatia. Asante sana. Mambo vipi kwanza? Mambo poa. Namshukuru Mungu kwa kufika salama. Karibu Mwanza. Asante sana. Unajisikiaje kuwa Mwanza ukiwa na timu ya Namungo Football Club? Najisikia vizuri kwa sababu tunatamani mechi yenyewe, tunaitamani, kila mchezaji anaitaka. Hali yenu na maandalizi yenu yamekaaje kama wachezaji kuelekea kwenye mchezo huu? Wewe ukiwa miongoni mwa wachezaji ambao kwa sasa hivi upo Namungo, lakini pia umewahi kuwepo kwenye timu tofauti hapa za ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Maandalizi yamekaa vizuri kuelekea mchezo huu, kwa sababu kila mchezaji anaitaka, na mechi ni mechi muhimu kwa sababu pointi tupo kama sawa. Kwa hiyo mechi itakuwa kama finali, atakayeshinda ataenda juu zaidi. Kama wachezaji, ni nini hasa ambacho mmekuwa mkihimizana kwa msimu huu? Namungo Football Club ya msimu jana ni tofauti na msimu huu. Ya msimu huu imeonekana kuwa bora kwenye michezo ya awali hiki. Nini hasa ambacho mmekuwa mkizungumza kama wachezaji baada ya kusikia maelekezo ya mwalimu? Naona kwa msimu huu, nahisi kwa mwaka jana timu imejifunza vitu vingi, makocha, wachezaji, na pia wamesajili vizuri vijana pamoja na wazoefu. Kwa hiyo ule mchanganyiko, kuna kitu kinapatikana kwenye timu, inakuwa rahisi. Lucas Kikoti wa msimu jana hakuonyesha kiwango bora kama kile ambacho amewahi kukionyesha akiwa timu tofauti zingine ambazo ziliwahi kupita, lakini pia sio kwa Namungo namna ambavyo ilikuwa inamfahamu. Shida kubwa imekuwa wapi? Performance yako ya msimu jana inaonyesha imeshuka. Nahisi tu ni time
Kwa hiyo muda utafika, nitapambana, nitarudi kwenye kiwango changu kile ambacho nilikuwa nacho mwanzo. Ugumu uko wapi hasa kwa msimu jana ulikuwa wapi kwa upande wako kama mchezaji kabla ya kuitazama timu? Kwa msimu jana kwa sababu nilikuwa Coastal, kwa hiyo nilipambana hivyo hivyo, lakini japo sikufanya vizuri kwenye ubora kama ule ambao nilikuwa nao nilikuwa na Mungu. Pengine ugumu ule wa timu uliokuwa unacheza nayo ndio pia na wewe ulikupelekea kwa mgumu? Hapana. Hamna ugumu. Kikoti acha kutuficha bana. Hebu tuambie vizuri sasa, Kikoti wa msimu huu watu watarajia kumuona Kikoti wa namna gani hasa? Watu wajiandae tu, nimejiandaa vizuri kwa msimu huu na timu tunaona tumeanza vizuri. Kwa hiyo na matokeo mazuri, na matokeo yakiwa mazuri kila mchezaji ataonekana ana ubora. Timu kama inafanya vizuri, kila mchezaji anaonekana bora kwenye timu. Kitu gani hasa ambacho kinaendelea kukuvutia wewe kuendelea kucheza soka kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara? Ligi kuu sasa hizi ni nzuri tofauti na miaka ya nyuma. Sasa hizi malipo mazuri, viwanja, makocha, kwa hiyo naona usafiri, naona vijana, kwa hiyo ligi sasa hizi nzuri tofauti na miaka huko nyuma. Ni moja kati ya kitu pia ambacho kinaendelea kukuvutia. Kinaendelea kunivutia zaidi. Sawa, kila la heri. Poa blast. Asante.